Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekiri kuwa hali ni ngumu katika uwanja wa vita. Rais huyo wa Ukraine Bwana Zelensky amesema baada ya kujaribu miaka minne ya vita, hali nchini mwake inaendelea kuwa mbaya zaidi katika eneo la vita. Amesema miundombinu inaharibiwa na mashambulizi ya Urusi kila kukicha, lakini pia raia wake wanapata shida kubwa, kulingana na kwamba wakati huu Urusi imefanya mashambulizi makubwa na kuharibu mfumo wa umeme katika taifa hilo. Miundombinu nchini humo ya umeme imeharibiwa kutokana na makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za Urusi. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, amesema zaidi kwamba baada ya karibu miaka minne ya vita, hali nchini mwake inaendelea kuwa mbaya na mbaya zaidi, hasa katika uwanja wa vita na watu kote katika nchi hiyo, huku kukiwa na baridi kali na hali ya joto chini ya sifuri kabisa. Akizungumza mnamo siku ya jana katika hotuba yake ya kila siku kwa njia ya video, Zelensky alisema Ukraine imeshambuliwa tena na mashambulizi ya jeshi la Urusi kwa makombora 18 ya masafa marefu, na kwamba ndege zisizokuwa na rubani za kivita na makombora ya masafa ya kati pia yametumika. Ndege zisizokuwa na rubani za Urusi zilishambulia miundombinu katika mji wa Kryvyi Rih katikati ya mji wa Ukraine mnamo Jumatano na kulazimisha kukatika kwa umeme kwa dharura kwa zaidi ya wateja 45,000 na kuvuruga usambazaji wa joto nchini humo. Zelensky amesema mafundi umeme wamekuwa wakifanya kazi kwa wiki kadhaa kuhakikisha gridi ya umeme inafanya kazi, akiongeza kuwa baridi kali imeleta changamoto za ajabu. Zelensky pia amesema mambo ni magumu kila mahali hivi sasa, lakini katika eneo la vita hali ni ngumu zaidi na Ukraine inaendelea kujilinda na kuilinda ardhi yake. Rais huyo wa Ukraine bado anaamini katika namna ya kumaliza vita hivyo. Licha ya kwamba hali inazidi kuwa mbaya katika uwanja wa vita, anaamini washirika wake wa magharibi wanaweza kufanya jambo dhidi ya Urusi katika kuhakikisha hali inakuwa nzuri katika nchi yake. Hata hivyo, miongoni mwa taarifa zilizopo ni rais huyo wa Ukraine amembadilisha waziri wake wa ulinzi, akimteua Fedorov kuwa waziri wake wa ulinzi. Rais huyo wa Ukraine amemteua waziri wake wa 4 wa ulinzi katika kipindi cha karibu miaka minne tangu ilipovamiwa kikamilifu na Urusi. Hatua hiyo ilifikiwa baada ya wabunge 277 kumpigia kura Mykola Fedorov kushika wadhifa huo katika jaribio la pili baada ya kura ya awali kukwama na kukosolewa na wabunge wa kutosha. Rais Volodymyr Zelensky alikuwa tayari ameshamteua Fedorov ambaye anatimiza miaka 35 wiki ijayo, na amekuwa waziri katika mageuzi ya kidigitali tangu mwaka 2019. Alisimamia upanuzi na uzalishaji wa drone baada ya operation ya kijeshi ya Urusi iliyoanza mwaka 2022. Wakati huo huo, alikuwa waziri wa ulinzi Denis Shmyhal ameteuliwa kuwa waziri wa nishati na naibu waziri mkuu wa kwanza, siku chache baada ya kuondolewa kwenye wizara ya ulinzi aliyoiongoza chini ya miezi 6. Kuteuliwa kwa Fedorov kunakuja wakati huu ambapo kumekuwa na mashambulizi makali yanayofanywa na Urusi katika maeneo mbalimbali huko nchini Ukraine. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya EU, ambao ndio msaada mkubwa kwa sasa kwa Ukraine, wametafakari kuona ni jinsi gani watakavyoweza kujihakikishia hali ya kuilinda Ukraine inakuwa ni endelevu, lakini bado hali ni mbaya katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.